Leo tarehe 5 ya mwezi wa 8 mwaka 2026, Mahakama Kuu ya Tanzania masijara ndogo ya Dar es Salaam chini ya Jaji Mbagwa ilikuwa inakuja kusikiliza shauri la madai madogo au maombi madogo ambayo yamewasilishwa na Said Isa Mohamed na Ahmed Rashid Hamis ambao ni dhidi ya bodi ya wadhamini au bodi ya wadhamini wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema na katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo wa Chadema. Maombi hayo yanalenga kupata zuio la kuzuia Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kufanya shughuli za siasa na vile vile na kuwazuia wadhamini wasitumie rasilimali na mali za Chama cha Demokrasia na Maendeleo kutokana na zile shutuma au madai kusema kwamba kuna ubaguzi, kwamba chama hakijawekeza inavyotakikana kule Tanzania Zanzibar, na kwamba kumekuwa na upendeleo mkubwa wa rasilimali zimewekezwa zaidi katika upande wa Tanzania bara. Sasa kulikuwa na amri ambazo zilikuwa zimetolewa na mahakama kuhusiana na kulikuwa na pingamizi ambayo tulikuwa imewasilishwa na wadhamini wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo na katibu mkuu wakipinga uhalali wa hayo maombi, na tukawa tumepewa amri kwamba tuwasilishe maelezo yetu kwa njia ya maandishi. Tukawa tumefanya hivyo, lakini kwa upande wetu sasa yale majibu majibu ya mwisho juu ya majibu ambayo yalikuwa yamewasilishwa na mawakili wa Said Isa Mohamed na Ahmed Rashid Hamis, hayo tukawa tumetokana na tatizo ambayo nilikuwa nayo mimi kama wakili ya kufiwa kaka yangu, ikawa nimeshindwa kuwasilisha majibu katika muda unaotakiwa kwa sababu kwa tarehe 30 ya mwezi wa 7 mwaka 2026, na tarehe hiyo ndio tulikuwa na maziko ya kaka yangu. Sasa nimewasilisha hiyo ombi mahakamani hivi leo. Mahakama imekubaliana na ombi langu kwamba nipewe siku 2. Ilikuwa nimeomba siku 1, lakini mahakama imesema ifikiri ni busara kwamba niwasilishe maelezo hayo ya mwisho. Tarehe ya mwisho iwe ni kesho. Kama leo naweza kufanya hivyo, hakuna ubaya. Lakini basi baada ya hapo sasa mahakama imepanga kwamba itatoa uamuzi wake siku ya tarehe 27 mwezi wa 8 tarehe 20 mwaka 2026 saa 9 mchana. Kitu kingine ambacho nachukua nafasi hii kuweza kukizungumzia nikiwa kama wakili na afisa wa mahakama, ni kusikitishwa kwangu kwamba nafanya maelezo haya ya kesi nje ya viunga vya mahakama na mlazimiko kuyafanyia ofisini kwangu. Si sawa. Mimi ni afisa wa mahakama, na kama mawakili na jukumu la kuweza kutoa ripoti mbele ya viunga vya mahakama. Mahakama ni mali ya Watanzania, si mali ya mtu mmoja au afisa mmoja. Na mimi kama afisa wa mahakama naweza kutumia viunga vya mahakama kutekeleza haki yangu ya kufanya kazi ambayo inapewa na ibara ya 22 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania, na na haki ya kutoa taarifa wa umma wa Tanzania kwa mujibu wa ibara ya 18 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Sasa tunapoanza kuwazuia mawakili kutoa taarifa au mrejesho kwa umma kwa nini ambacho kimetokea mahakamani, wakati tunafahamu kwamba kuna kanuni ambayo inatuongoza kwamba mashtaka au mashauri mahakamani yanaendeshwa kwa msingi ya mahakama wazi, tunatenda kosa kubwa sana. Nimeshangazwa nimekuta maaskari wamejazwa pale mbele ya mlango wa gate la mahakama wakionyesha kwamba hawako tayari kuruhusu kufanyika press briefing pale. Sasa inasikitisha kwamba hali kama hii inaruhusiwa, inafikia hapa. Natoa wito kwa rais wa chama cha mawakili wa Tanganyika, wakili Mwabukusi, Rais Mwabukusi, na vile vile uongozi wa mahakama kuanzia jaji mkuu na watendaji wa mahakama. This is another law. This is the lowest that we can allow ourselves to sink and tarnish the image of our courts. Imenisikitisha sana kwamba mawakili wanazuiwa kutoa press briefing katika viunga vya mahakama na ni maafisa wa mahakama. What does that mean? Nina haki ya kuzungumza mbele ya jaji na viongozi kutetea wateja wangu, na nina jukumu la kuhabarisha umma nini kimetokea mahakamani.
kuanza kuifanya mahakama kuwa ana appendage ya watu ambao hawataki kuona nini kimetokea mahakamani, inatuharibia sifa ya mahakama. Tuna haki ya kutoa briefing, ambacho hatuna haki ni kuanza kusema huyu fulani amekosea au fulani haikuwa sawa. Sio hiyo, hatuna haki. Lakini tuna haki ya kutoa briefing na kuachia mahakama ifanye, au jaji anayehusika au hakimu anayehusika afanye uamuzi wake. Lakini kuanza kuzuia mawakili kutoa briefings mbele ya mahakama, mbele majengo ya mahakama, ni kwenda kuifanya hii mali ya mawakili ni watu ni nuisance mahakamani. Nadhani inabidi kuchukua hatua stahiki. Kuna hatua za kiutawala, lakini vile vile kama mawakili lazima tusimame pamoja kwa chini ya chama chetu cha Tanganyika Law Society. Kwa hiyo ni wito wangu kwa rais wa chama cha mawakili wa Tanganyika, wakili Boniface Mwabukusi na Governing Council kuchukua hatua stahiki dhidi ya haya mambo. Lakini kama ikishindikana, hatutasita kwenda mahakamani tena kufungua kesi na kupinga haya yanayotokea dhidi ya mahakama yenyewe, dhidi ya wote maafisa wanaohusika na ukatazaji wa mawakili kuzungumza mbele ya nani. Unaingilia, unavunja haki za kikatiba za mawakili na haki za kikatiba za waandishi wa habari hao, ambao wao kura yao kwa kufanya kazi kwao ni kuchukua habari na kuhabarisha umma. Hiyo ndio maana yake ilivyo. Unajifanya kana kwamba unalinda kitu fulani wakati unakiuka haki za watu wengine. Where the balancing? Ile balancing act iko wapi? How are you balancing that? Sasa imenisikitisha sana, na miaka yangu 30 ya uwakili haya mambo nimeyaona mwaka huu. Kwa hiyo nina mtu ambaye ana uzoefu wa muda mrefu, na nimepata bahati ya kukaa hata katika nchi nyinginezo. Nimekaa Marekani miaka 10 na nikiangalia briefings zikifanyika. Na kama mahakama basi inataka kusema kwamba huenda hizi briefings hazina maana, kwa nini basi siruhusu kuwa na ikarusha moja kwa moja mashauri yanatokea mahakamani, ili kwamba watu waseme sasa mbona watu waliona kila kitu, wewe unawaeleza kitu gani? Lakini watu licha kuona kila kitu wana haki ya kupata maoni yao. Kwa hiyo ndio ambayo nimeona niyaseme, kwa sababu nisipoyasema nitaugua, na nimeyasema ili kwamba umma ujue kwamba nimechukizwa na nilichokiona na sijafurahishwa na mwendo huu. Kwa hiyo nataka TLS ichukue hatua, na sisi kama wakili achukua hatua, na mimi mwenyewe nitachukua hatua stahiki za kuweza kulinda haki na heshima ya mahakama kama ambavyo ofisa wa mahakama anapotakiwa kufanya. Asante.